nafsi yako ifunge kamba, iambie we nafsi koma, tubia wewe. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb irhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adhibna fa innaka alayna qadir waltuf bina fima jarat bihi almaqadir anta ya maulana ala ma tasha'u qadir. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تدع فينا شقيا ولا محروما واجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. ربنا ارحم ضعفنا وفك أسرنا وتول أمرنا واختمنا بالباقيات الصالحات أعمالنا آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله معه ولا إله غيره. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأماجد، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. Ndugu zangu katika imani, ninakuhusieni baada ya kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii kwenye amri zake. Mafanikio yetu yako katika kufuata utaratibu aliotuwekea Mola wetu kwa kutekeleza aliotuamrisha na kuacha aliotukataza, na hiyo ndo takwa Allah. Tutakapokosea kwenye mambo haya mawili, tukafanya yale ambayo tumekatazwa, tumemuasi Allah subhanahu wa ta'ala, na tukayawacha yale ambayo tumehimizwa, tutakuwa tumemuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tutaishi huku tukijiona tunatenda mengi, lakini yakikosa utaratibu tunakuwa tumeharibikiwa kwenye maisha yetu ya milele tunakokwenda. Jambo moja muhimu sana ambalo nataka kwa leo tukumbushane ni kuhusiana na ibada ya sala. Allah amemuamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallama, ambaye yeye ndo mwalimu wetu na kiongozi wetu na ndiye kiigizo chetu. Yeye binafsi kaamrishwa kwenye Qur'ani kufanya vizuri kwenye sala, yeye na familia yake kwanza, halafu ndo uhamasishe umma mzima kwenye hilo. Alipomwambia kwenye Qur'ani tukufu, wa'mur ahlaka bisalati wastabir alaiha, ewe mtume waamrishe watu wako. Na tunafahamu neno ahli mara nyingi huwa linatumika kwenye familia. Amri hii waamrishe watu wako iwe ndo mfano kwa watu wengine. Wastabir alaiha, na wewe mwenyewe uonekane ndo kiigizo kwenye hili. Kwa hiyo watu wake watasoma kwake yeye, na watu wengine watasoma kwa kupitia yeye na watu wake wanavyofanya, yeye na anavyoiendesha familia yake, yeye na familia yake wanavyotekeleza yale mambo ya wajibu ya dini, na watu wengine wawe wanacha kuiga. La nas'aluka rizqa,
hatukuulizi kuhusu masala ya riziki. Nahnu narzukuka, sisi ndo tuliopanga tukakadiria na tunakuwekea riziki zako. Maana sisi huwa tuna tabia ya kuona sina nafasi ya kusali, mpaka sasa hivi sijakamilisha chejio, niko kazini kwanza, halafu baadaye nitakapomaliza mauzo ndo nitaenda kusali. Mtume kaambiwa suala la riziki, mapato, uchumi lisiwe kipaumbele kwenye wajibu waliowajibishiwa, na haswa huu ambao umewekewa wakati maalum, kwa sababu Allah amesema inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Swala kwa waumini, kama wapo hao waumini waelewe swala ni faradhi iliyowekewa nyakati zake maalum. Kwa hiyo adhuhuri iswaliwe ndani ya wakati wake wa adhuhuri, la asiri iswaliwe ndani ya wakati wake wa la asiri, ndo ilipotengewa hapo. Magharibi iswaliwe ndani ya wakati wake wa magharibi, isha iswaliwe kwenye wakati wake wa isha, na subhi itekelezwe kwa wakati wake muwafaka. Na ni vizuri na itakuwa ni swala yenye fadhila zaidi ikiwa hiwa mwanzo wa wakati wake. Kwa hiyo suala la kuhangaikia riziki lisiwe kipaumbele likakuzuilia kutekeleza wajibu wako. La nas'aluka rizqa, hatukuhoji kuhusu masala ya riziki. Kwenye kutekeleza wajibu, kutafuta kwako riziki hakuna nafasi, kwa sababu nahnu narzukuka, sisi ndo tuliokadiria riziki zako. Pia Allah akasema mahala pengine, wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa na'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Hakuna kiumbe yoyote niliyeumba yuhai juu ya ardhi ila bajeti ya riziki yake ipo kwa Allah, keshatengewa yeye cha kutumia. Sababu anafanya, lakini fungu lake nini anahitajika apate keshatengewa. Wa na'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, na Allah anasema tunamjua kila kiumbe maisha yake ya kudumu ya milele ya akhira na maisha yake ya mpito ya duniani. Mustaqarrun ni yale maisha ambayo baada ya kuondoka hapa tutakwenda kuyaishi. Huko hakuna mwisho, hakuna majukumu kama yalivyo hapa. Mustauda ni hapa mahala ambapo tumekuja na tutaondoka. Kwa hiyo tupo katika uhai huu, lakini Allah sote anatujua hatima zetu, anatujua nani wa peponi hapa na nani wa motoni kabla hatujafika. Lakini hapa huwa kinathibitika kwa kitendo kile ambacho Allah anakijua, sisi ndo tunathibitisha. Aliyekuwa muovu ule uovu huwa anauthibitisha mwenyewe hapa kwenye maisha haya, na aliyekuwa mwema ule wema huwa hapa ndo anauthibitisha. Alafu tunakokwenda majumuisho yameshafanyika tayari, hisabu ishakamilika, tunaenda kupewa matokeo. Kwa hiyo yale tulioambiwa tuyape umuhimu, tunatakiwa tuyape umuhimu wake, na kufanya hivyo ndio kufanya uzuri kwenye ibada zetu. Waamuru ahlaka bisalati, waamrishe watu wako sala. Wastabir alaiha, na wewe mwenyewe uwe mfano, ufanye vizuri kwenye jambo hilo ili watu wengine waige kwako. La nas'aluka rizqa, hatukuulizi kuhusu masala ya riziki. Uchumi, mapato hayana nafasi ya kwanza kwenye suala la uwajibikaji. Nahnu narzukuka, sisi ndio tunaokadiria riziki zako. Wal aqibatu litaqwa, elewa mwisho mwema wa hayo maisha yajayo unategemeana na jinsi hapa utakavyofuata utaratibu. Kwa hiyo fuata utaratibu kama unavyoelekezwa, ili baada ya kuja kupewa matokeo yako uwe umepasi. Ukipasi ndo unapata mwisho mwema wa maisha ya akhera. Kwa ndugu zangu katika imani, tunafurahia maisha ya dunia hii na hakuna mtu anapenda kuondoka. Akipata sababu nyemelezi, akihisi hizi huenda zikanipeleka kwenye kifo, kila mtu ni mjanja, anahangaika sana kukwepa mauti. Lakini mauti ni wajibu, na lazima kila mmoja wetu atatekeleza wajibu huo. Tunachopaswa kufanya kwenye uhai huu ni kutayarisha yale mambo ambayo baada ya mauti tunayahitaji yakatufae. Ayuha al-ikhwatul amajid, inna Allaha tabaraka wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun
wa idha quri'a alqur'anu fasta'idh billahi minash shaitani rrajim. Wa idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitani rrajim. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Inna lilmuttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwan wala kidhaba jazaan min rabbika ataan hisaba. Rabbi samawati wal ardi wama bainahuma arrahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumu arruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu arrahman wa qala sawaba. Dhalika alyawmu alhaq faman shaa attakhadha ila rabbihi maaba. Inna andharnakum adhaban qariba yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiru ya laytani kuntu turaba. Barakallahu li wa lakum bilqur'ani alazim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikri alhakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha alazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najata taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Amma ba'd, ndugu zangu katika imani, tunajifunza kwa kupitia hadithi sharif ambayo ameisimulia sahaba Abi Huraira radhiyallahu anhu aliposema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu, nilimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati min amalihi salatu. Amali ya mwanzo atakayokwenda kuhesabiwa nayo kila mtu kati yetu siku ya Kiyama, miongoni mwa amali zote alizofanya duniani, inayokaguliwa mwanzo ni swala yake. Kwa ndugu zangu, swala ni ibada muhimu. Swala ni ibada kiongozi. Swala ni kama package au envelope, ndani yake ndo mnaingizwa ibada nyingine. Sasa hichi kibebeo kikiwa kibaya, ibada nyingine zote zinaharibika au zinapotea. Kibebeo kikiwa kizuri, kilichotiwa humo ndani yake kitabaki salama. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyamati min amalihi, la mwanzo atakalokwenda kuhesabiwa nalo mja wa Allah miongoni mwetu siku ya Kiyama, katika amali zote alizozifanya, mwanzo inakaguliwa swala yake. Kila mtu zinaangaliwa sala, tena zile za faradhi. Faradhi huwa ni jambo la lazima. Kwa hiyo kila tulilofaradhishiwa hapa duniani, uko mbele kuna ukaguzi, linatakiwa liwe limekamilika. Likikaguliwa liwe ndilo na limekamilika. Kama silo au limeharibika, una deni kwa Allah na malipo yake ni adhabu tu. Kwa hiyo inayokaguliwa mwanzo ni sala. Fa in wujidat salahat, ikikutikana sala ya mtu nzuri imetengenea, qubilat wasairu amalihi, zitakubaliwa na amali nyingine. Mujarradi wa kwamba sala iko vizuri inaashiria kwamba na amali nyingine ziko vizuri. Wa in wujidat fasadat, katika ukaguzi huo sala ikikutikana mbovu, imeharibika, ruddat wasairu amalihi, zitakataliwa na amali nyingine zote. Zote zitakuwa ni mbovu. Kwa ndio maana nikasema swala ni kama kifungashio. Swala ndiyo kielelezo cha kusibu kwa mambo mengine.
Kuna mambo mawili yamezungumzwa hapo. In wujidat salahat, ikikutikana iko sawa, imetengenea, qubilat wasairu amalihi, amali nyingine zitakuwa ziko sawa, zitakubaliwa. Wa in wujidat fasadat, ikikutikana sala ya mtu imefisidika. Kufisidika ni kuharibika ambako hakuhitaji marekebisho, hakurekebishiki. Kama sala mbaya, mbovu mbaya, ruddat wasairu amalihi, zitakataliwa na amali nyingine zote. Lakini kutakuwa kuna jambo la tatu hapo. Wa in intaqasa min faridatihi shay'un, katika ukaguzi huo utakapofanyika, kama kuna naqs, mapungufu. Naqsun huwa ni kuharibika kuna kurekebishika, yani hapa kuna dosari kidogo, lakini kama tutapata cha kuzibia patakuwa pametengenea. Wa in intaqasa min faridatihi shay'un, katika ukaguzi huo akikutikana mtu kuna mapungufu yoyote kwenye faradhi yake ya sala, fayaqulu Rabbu azza wa jalla, Allah Mola mlezi mwenye izza na utukufu atasema kuambia malaika, maana ndio watendaji wa shughuli zote katika ufalme wa Allah. Allah atawaamrisha malaika wake, unzuru, huyu mja wangu ana kasoro zinazorekebishika kwenye swala zake za faradhi. Hebu kagueni kwenye kumbukumbu ya amali zake, kwenye rekodi ya utendaji wake. Hal li abdi min tatawuin, huyu mja wangu kwani anazo sala za sunna? Ujue kinachokaguliwa hapo ni sala, na sala zinazotakiwa za lazima ni zile za faradhi, kama hii tulionayo adhuhuri, laasiri, magharibi, isha na asubuhi. Kila siku moja yenye saa 24 tumefaradhishiwa sala 5. Hizi sala 5 zinatakiwa ziwe perfect siku ya ukaguzi. Kama kuna maharibiko ya jumla jamala, tumekula hasara. Kama kuna maharibiko ya kurekebishika, cha kurekebishia pahala palipo na kasoro kwenye faradhi ni sala ya sunna. Ndio maana Allah akikuta mapungufu yenye kurekebishika, anawaambia malaika, muangalizieni huyu mtu anazo swala zake za sunna, fayukammalu biha, ili pakamilishwe kwa hizo sunna zake, man taqasa min alfarida, humu kwenye mapungufu kwenye swala zake za faradhi. Kwenye swala yako ya faradhi hapa kwenye rukuu ulikuwa huko sawa, lakini kwenye sunna ulikuwa huko vizuri. Panachukuliwa pale palipo vizuri kwenye sunna, pazibiwe hapa kwenye faradhi pakae sawa. Swala zote ulizoswali katika umri wako zitakaguliwa moja baada ya nyingine, zinatakiwa ziwe nzuri. Sasa sisi wengi huwa tunaswali hiyo ya faradhi haitimii au imeharibika, halafu baada ya salamu mtu mbio, hana nafasi ya kuswali sunna, hajui hiyo faradhi iko sawa au ina kasoro. Kile cha kwenda kuwekea pechi pia hataki kukifanya, mpaka mauti yanamkuta. Hasa siku ya ukaguzi inakuwa ni hasara kwake mtu. Faradhi haikutimia, umepatia katika maeneo mengi kwa asilimia kubwa, lakini kuna kasoro ambazo hizi haiwi sahihi swala yako mpaka iwe yote sawa. Cha kurekebishia ni sunna, hizo sunna hazipo, bado utabaki una deni, na madamu una deni itabidi uwajibike. Hatuendi na pesa akhera, malipo ya huko ni thawabu na dhambi. Kama una deni katika haki ya Allah, malipo yake ni adhabu, hakuna chengine. Thumma yakunu sairu amalihi ala dhalik, halafu baada ya kukaguliwa sala ikarekebishwa mpaka ikatimia, sunna zilizobaki nazo zitapigwa thamani, ulipwe sunna zako. Thumma yakunu sairu amalihi ala dhalik, halafu ukaguzi huu utaendelea hivyo kwa utaratibu huu kwa amali nyingine zote ulizowajibishiwa. Zitakaguliwa saumu za faradhi, kama nzuri unalipwa, kama ni mbovu una deni. Kama kuna kasoro kwenye saumu zako za faradhi za kurekebishika, inaangaliwa saumu zako za sunna kama unazo. Hizi sunna zitatumika kurekebishia mulimoharibika kwenye faradhi, halafu sunna zilizobaki zinapigwa thamani yake, unalipwa.
Faradhi ziko sawa, unalipwa, na suna zako zinapigwa thamani, unalipwa. Itakaguliwa zaka kwa wale ambao waliwahi angalau mwaka mmoja kumiliki mali ya kuitolea zaka. Pale ulipokuwa una ulazima wa kutoa zaka, zaka yako itakaguliwa, iko sawa, hongera. Mbovu zaka yako, hukutoa au ulitoa ukaiharibu, una deni. La, kama kuna kasoro za kurekebishika, sunna ya zaka ni sadaka za kawaida, itachukuliwa mahala pazuri kwenye sadaka, parekebishwe kwenye zaka yako itimie, ndipo itakubaliwa, ipigwe thamani, ulipwe, na suna zako zinapigwa thamani, unalipwa. Hija nayo itakaguliwa, kama ilikuwa iko sawa, hongera, unapigiwa thamani kwa mujibu wa ubora wa hija yako, unalipwa. Halafu kama kutakuwa kuna maharibiko yasiyorekebishika, bado una deni na utawajibika kulipa. Ila kama kuna kasoro ya kurekebishia, hapa sunna ya hija ni umra, patachukuliwa pale palipo pazuri kwenye umra yako, parekebishiwe pale ulipoharibu kwenye hija yako, ilipo hija. Halafu na thamani ya umra iliyobaki unalipwa, unakuwa huna matatizo tena. Amali tulizowajibishiwa hapa duniani, mbele kuna ukaguzi, zitakaguliwa. Kwa hiyo vile tukifanya, tunatakiwa tufanye kwa uhakika, na huwezi kufanya kitu kwa uhakika kama huna elimu nacho, utakuwa unasukuma tu. Kwa hiyo ni lazima tusome ili tuwe na uhakika na weledi wa kile tunachokifanya, tukifanya kikiwa kiko sawa. Hapa ni mapito, siku zinahesabika, zinapungua kutoka 100 mpaka zitafika 0. Siku ulizopangiwa kuishi hapa duniani kama ni 100, ukiitumia moja zimebaki 99, ukiitumia ya pili 98, ukiitumia ya tatu 97, zinashuka mpaka inafika 0. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Muda wetu wa kuishi duniani ni mtaji, tunatakiwa tuutumie vizuri kwa faida. Ukimaliza muda, mbele tunakokwenda tunatakiwa tukanufaike na matumizi mazuri ya muda tulioishi hapa. Kwa hiyo sala si kitu cha kusukuma sukuma ukaharibu. Ukiiharibu unajiharibia mwenyewe, na kama utakosa cha kwenda kurekebishia, sala itakuwa inatosha kukufanya uishi milele motoni. Kwa hiyo tuwe makini na hili swala, tuishi maisha ya kiimani na tutende matendo yawe katika kiwango cha kuwa ni ibada. Aliyeabudiwa katutengea hiyo siku ya ukaguzi ambayo ndio siku ya Kiyama. Tukifaulu inakuwa ni saada ya milele katika maisha yanayokuja. Tukifeli inakuwa ni khasara ya milele kwenye maisha hayo. Ayuha al-ikhwatul amajid, inna Allaha tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin badaa fihi bi nafsi wa thanna bil malaikati al musabbihati bi qudsi wa thalatha bikum ayuha al mu'minuna min barriyati jinnihi wa insi, faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا جملنا بالعافية والسلامة، وحقق لنا التقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.